Fungu letu la kukariri linapatikana katika kitabu cha Wakorintho wa pili 5 mstari wa 21, na neno la Bwana linasema hivi: yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Tupige magoti tupate kuomba. Baba yetu mwema, mtakatifu wetu wa mbinguni, wewe uliyetumaini katika mambo yetu yote, asubuhi hii ya leo tunapokuwa ndani ya nyumba yako takatifu, nyumba ya sala, tunakushukuru, tunakutukuza kwa kuwa ni wewe uliyetuwezesha kuja mahali hapa kupitia Roho wako Mtakatifu aliye ndani yetu. Tunakushukuru katika mianzo hii ya huduma za ibada ndani ya nyumba hii takatifu. Katika mianzo hii ya shule ya Sabato tunaweka mipango yote ya siku nzima hii ya leo. Yesu rafiki mwema, upate kuongoza kila kipindi hatua kwa hatua. Uwepo wa mbingu katikati yetu upate kuonekana. Hudumia watu wako, maana sisi tunaitwa kwa jina lako. Uwepo kwetu katika Sabato siku nzima hii ya leo, tubarikiwe, tupande ngazi kiroho, maana hili ndio tamanio letu. Watu wako waendelea kualika waje ili tupokee baraka zao katika siku hii ya leo, maana tumeomba tukiamini yote katika Kristo Yesu aliye Bwana wetu. Amen. Amen. Baada ya kuimba wimbo wa ufunguzi, fungu pamoja na ombi, ni wakati wa somo la utume. Karibu alijiandaa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe tena. Amina. Sabato njema. Njema sana. Tuko somo la 9 ile kichwa kinachosema kutoka Fiji hadi mstari wa 2 wa utume. Somo hili limeletwa na kijana aliyejulikana kwa jina la Jordan kutokea Fiji. Jordan anaeleza na kusema ya kwamba alihitimu shahada yake ya teolojia mwaka 2023 kule Fiji. Kwa hiyo alikuwa anatamani ya kwamba yuko tayari muda wowote na popote pale atakapoitwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Jordan anasema ya kwamba alituma maombi ya kazi
katika taasisi moja ya misheni ya uchungaji na akapatiwa maombi ya kwamba amekubaliwa. Wakati akiwa anajiandaa kwa ajili ya kuelekea kazini, alipata taarifa ya kwamba ile taasisi imepitia upya maombi yake na kuambiwa ya kwamba amekosa ile nafasi kutokana na kwamba kuna sifa ambazo hana. Alivunjika moyo, lakini alidumu katika maombi na kuamini ya kwamba Mungu ambaye amemtangulia katika masomo yake mpaka akamfikisha pale atampatia kazi nyingine. Kwa hiyo aliendelea kuishi pale kwa Fiji akiwa anatuma maombi mbalimbali katika taasisi nyingi. Lakini pamoja na kutuma maombi yale, kila mahali alipokuwa anatuma maombi alikuwa anakutana na kipingamizi. Alizidi kukata tamaa, lakini alidumu katika maombi. Siku moja akamtembelea mwalimu wake ambaye alimfundishaga zamani. Yule mwalimu akamwambia, kwa elimu yako uliyoko nayo huwezi kukaa bila kazi. Kwa hiyo akamwambia, inakupasa uendelee kufanya kazi hapa hapa katika mji wa Fiji kabla hujaenda huko duniani. Yule mwalimu akamwelekeza katika taasisi moja ya wachungaji, akamwambia kwamba ukifika hapo huwezi kukosa kazi. Kweli Jordan alifika katika ile taasisi na kupewa kitengo cha mawasiliano. Alidumu kufanya kazi katika ile taasisi na hadi akawa mzoefu, ikafikia hatua akapewa kusimamia makanisa 3. Alipopata ile kazi, alifanya ile kazi kwa moyo, lakini alikutana na changamoto ambayo ilimfanya asije kukata tamaa zaidi. Kwa sababu yeye alikuwa anazungumza lugha ya Kiingereza na watu wa pale walikuwa hawajui ile lugha. Kwa hiyo kulikuwa hakuna maelewano kati ya yeye na washiriki. Ilimfanya azidi kukata tamaa zaidi, lakini ilibidi ajifunze kwa haraka zaidi ile lugha ya watu wa pale ili kile anachokihubiri waweze kuelewa. Alijifunza kwa haraka, akaelewa, kwa hiyo akawa akihubiri na wao wanaelewa. Anasema kwa kupitia kazi yake aliongoa watu wengi na roho nyingi ziliongolewa na watu wengi walimjua Kristo kwa kupitia yeye. Na mpaka sasa anafanya kazi kule Indonesia. Anasema leo hii yuko Indonesia, bali na nyumbani kwao, mahali ambapo Mungu anataka awe. Na anasema anafundisha Kiingereza katika chuo, na anasema analea wanafunzi kujua tabia ya Kristo. Na anasema huko Indonesia aliko haruhusiwi kutangaza jina la Yesu hadharani. Tunaona ni ugumu gani ambao anapitia kijana huyu. Lakini anasema anapambana na anajisi kuwa peke yake. Na anasema huko aliko hakuna kanisa la Adventista karibu. Tunaona pia ni kiasi gani anapopambana huyu kijana, kwa sababu yuko mahali ambapo hana kanisa lolote karibu. Sijui anapitia wakati mgumu kiasi gani. Lakini anasema anapambana na pia anajivunia kuwa sehemu ya mpango nitakwenda, kwa sababu alimuomba Mungu alimu maombi yake na kumwokoa mama yake ambaye alikuwa katika uraibu wa madawa. Kwa hiyo basi anasema hii ndio safari yangu ya imani ya huduma na kujisalimisha. Anasema kutoka Fiji hadi Indonesia Mungu ameongoza safari katika kila hatua. Unasemaje? Amen. Kwa hiyo anasema sehemu ya sadaka ya Sabato ya 13 za miaka iliyopita zilisaidia kuunga mkono huduma za televisheni za Hope Channel na redio ya Hope FM katika Pasifiki ya Kusini. Anasema tena asante kwa sadaka yako ya Sabato ya 13 ya robo hii ambayo itasaidia miradi ya afya ya watoto katika visiwa vya Solomoni na Vanuatu. Mungu awabariki. Amen. Mungu awabariki. Amen. Jamani, barikiweni kwa kusikiliza somo la utume. Tumeona ni kwa namna gani wenzetu wanavyoishi maisha ya taabu. Sisi ambao tumepata nafasi tunapaswa kutumia vyema. Tuepukane na maisha ya Ukristo wa mazoea. Kutoka Fiji hadi Indonesia, amefika kule hakuna hata washiriki wenzake, lakini bado wanakumbuka. Sisi ambao tuko grupu kubwa, lakini bado tunashindwa. Tuombe Mungu aweze kutuwezesha, kwa sababu kwa nguvu zetu wenyewe tunashindwa, na ndio maana hata mnaona tuko hivi. Kwa hiyo kwa nguvu za Mungu tutaweza kushinda. Jamani, kwa nguvu za Mungu tutafanya nini? Tutashinda. Karibu aliyeandaa kwa wimbo dada Jennifer.
Mungu kwetu. Somo hili limeandaliwa na Malki Joseph Sule, mchungaji mafunzoni katika Chuo Kikuu cha Arusha katika Union Conference ya Kaskazini mwa Tanzania NETC. Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba agizo kuu la utume kama linavyopatikana katika Injili ya Mathayo 28:16 hadi 20. Anasema, inasomeka, na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomwona walimsujudia. Akawaambia, nimewapa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Katika aya hizi, kama washiriki wa shule ya Sabato, sambamba na lengo letu la utume ulimwenguni, tunaweza kujifunza mambo manne kama ifuatavyo. Yesu anawaamuru wanafunzi wake waende Galilaya kukutana naye. Hapa tunajifunza kuwa ili tuweze kufanya kazi ya utume kwa ufasaha na kuleta matunda, hatuna budi anasema hatuna budi kutupatia Roho Mtakatifu. Samahani, mtarudia kidogo. Anasema hapa tunajifunza kuwa ili tuweze kufanya kazi ya utume kwa ufanisi na kuleta matunda, hatuna budi kukutana na Yesu kwanza, ili atupatie nguvu, maelekezo na kupata Roho Mtakatifu atakaye tuongoza vyema katika kazi hii tukufu. Hivyo basi, jambo la kwanza kabisa ni kuwa na maombi ya dhati na usomaji wa maandiko matakatifu. Yesu anakuja kwao akitangaza mamlaka na enzi yake kuu. Kama washiriki wa shule ya Sabato, hatuna sababu ya kuona shaka wala kuogopa kuifanya kazi ya utume, kwani anayetutuma ni Yesu, ana uwezo wote na mamlaka. Ana nguvu kupita wakuu wa hii dunia, hata adui Shetani. Yesu ana nguvu kuliko hata Shetani. Anasema Yesu anawaagiza wanafunzi wake kufanya kazi maalum, yaani kufanya watu kuwa wanafunzi wake. Agizo hili linaendana kabisa na lengo la utume ulimwenguni kama linavyopatikana katika mwongozo wa shule ya Sabato. Hivyo basi, washiriki tunakumbushwa leo kufanya kazi hii kwani mavuno yapo tayari shambani mwa Bwana. Yesu anaahidi kuwepo pamoja na wanafunzi wake mpaka mwisho, kama jinsi alivyotimiza ahadi yake kwa wanafunzi wake. Leo pia Yesu
anaahidi kuwa atakuwa pamoja nasi tunapojitoa kufanya kazi. Unapokuwa tayari kushiriki kazi hii, Yesu yupo tayari kukupatia malaika wa kazi. Wainjilisti wa vitabu wanalifahamu hili sana. Hivyo basi, kama washiriki wa shule ya Sabato tunaweza kushiriki mbaraka huu wa kuokoa roho kutoka mautini na kuongoza katika uzima kwa kupitia vikosi vyetu vya watu 6 hadi 8. Viongozi wa vikosi, hakikisheni kila mmoja anahusika kikamilifu katika kazi hii. Wote anasema watieni moyo wanadarasa kujihusisha. Kila mwana kikosi atumie karama yake ipasavyo kwa ajili ya kuokoa roho. Mwisho, naomba sana tunapokuwa katika mjadala wa kujifunza Biblia, tukumbuke kuanza na ushuhuda. Walimu wa kikosi, mruhusu mkuu wa uinjilisti wa kikosi chenu kutumia muda wake kwa dakika 25 ipasavyo kwa ajili ya uinjilisti. Mwalimu, usikimbie kuanzisha mjadala kabla ya kujadili uinjilisti. Bwana atubariki tunapojihusisha kikamilifu katika kazi hii tukufu ya uongoaji wa roho. Naposema kwamba unapoenda katika kazi ya utume, usijiulize kwamba utasema nini. Usijiulize kwamba kitu gani unachokipeleka. Anasema kwamba Mungu atakupatia malaika utakaoenda nao. Mara nyingi tumekuwa na wasiwasi. Unapotumwa mahali fulani kwenda kufanya kazi, unafikiria kwamba hivi itakuwaje? Nitaendaje kwa yule mtu? Anasema wainjilisti wa vitabu wanaelewa hivyo, na ndio maana hawaogopi. Wao wanaingia popote kwa sababu wanajua kwamba sio wao wanaoenda, aliyewatuma kazi anaenda pamoja nao. Bwana atubariki sana siku ya leo tunapoenda kutumika. Natamani twende tukafanye kazi ya Mungu bila kuogopa, tukijua kuwa hatuendi sisi wenyewe, tunaenda na kina nani? Na malaika. Bwana wabariki sana. Karibu katibu kwa ajili ya kupatia taarifa. Kama sikushuhudia nikashuhudia, kama sikutoa msaada nikafanya nini? Nikatoa msaada. Tumefikia mwisho wa kipindi chetu asubuhi ya leo. Kuna maelekezo tuliyopata kwenye somo la ufungaji kwamba twende na ule mtiririko wa vikosi, lakini kila mtu kwenye kikosi ana kazi ya kufanya. Bado tuna changamoto. Mwalimu mmoja hapa anabeba makadi 3 mpaka 4. Kwa hiyo inakuwa changamoto kumwambia kwenye darasa lako kachague watu 8 ambao kila mmoja anapaswa kusimama kufanya kazi yake. Hapo leo amegusia mkuu wa uinjilisti ndani ya kikosi. Kwa bado hatutaenda na huo mtiririko, ila tutaenda na kubebanisha makadi. Kwaya zetu zikisharudi tuangalie kwamba kule wapo walimu wangapi walienda, bado tuna uhaba wa walimu.